Aidha, nichukue nafasi hii pia kumpa pole muuguzi mwenzetu ambaye alitoa ile huduma na ikaleta changamoto kama wananchi walivyokuwa wanafikiria. Baada ya sakata la binti anayefahamika kwa jina la Neema Kilugala mwenye umri wa miaka 26, mkazi wa kata ya Daraja Mbili mkoani Arusha, kudai ya kwamba mtoto wake alibadilishwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Arusha ya Mount Meru, na kisha baadaye sampuli za vinasaba kuchukuliwa na kutoka na majibu ya kwamba mtoto yule ambaye alikataliwa awali ndiye mtoto halisi wa Neema. Hatimaye chama cha wauguzi Tanzania kimetoa tamko na kueleza kuhusiana na sakata lililotokea, huku wakimpa pole muuguzi Glory ambaye alikuwa akimhudumia Neema, na kusema kwamba mtoto yule ambaye muuguzi huyo alikuwa akimhudumia na kisha baadaye kufariki dunia ndo mtoto halisi wa Neema ambaye alimkataa. Jina langu ni Jenny Barakulidiza, ni makamu wa rais wa chama cha wauguzi Tanzania. Tumekuwepo hapa Arusha baada ya kuona taarifa zinazozunguka mtandaoni kuhusu changamoto iliyojitokeza hospitali ya rufaa ya mkoa wa Arusha Mount Meru, kwamba kuna mwananchi aliyelalamika kuwa amebadilishiwa mtoto, kwamba mtoto aliyepewa sio wa kwake. Na baada ya hapo sample zilichukuliwa kwa watoto watatu, lakini vile vile vilichukuliwa kwa wamama watatu. Kwa hiyo baada matokeo yalikuwa yanajaribu kuonyesha, yani yameonyesha mama fulani kwa kumechisha na wale watoto watatu. Kwa hiyo yule ambaye vinasaba vyake vimeoana na vinasaba vya sample au vya kipimo fulani cha mtoto, walikuwa wametoa taarifa ni kwa asilimia ngapi vimeoana. Kwa hiyo mwisho kabisa aliitwa aliyechukua sampuli zile. Kwa hiyo baada ya kuitwa yule aliyechukua sampuli, alitoa taarifa ya sampuli sasa, kama sampuli A iliyoletwa kutoka kwa mkemia mkuu wa serikali, sampuli A alikuwa ni nani, sampuli B alikuwa ni nani, sampuli C alikuwa ni nani. Kwa hiyo matokeo yalikuwa ni hapo, na wadau wote tumeyasikia, tumeyapokea, na serikali imeshauri tu kama mtu hajaridhika anaweza kaendelea kuchukua hatua. Lakini sisi kama chama cha wauguzi Tanzania tunapenda sana kutoa taarifa kwa wauguzi wote nchini kuendelea kutoa huduma vizuri kwa wananchi, kwamba chama cha wauguzi Tanzania kipo kwa ajili ya kufuatilia kazi wanazozifanya na kuhakikisha kwamba wanatoa huduma zile katika mazingira mazuri na rafiki, ili kwamba wateja waweze kuridhika na huduma zile wanazozifanya. Aidha, nichukue nafasi hii pia kumpa pole muuguzi mwenzetu ambaye alitoa ile huduma na ikaleta changamoto kama wananchi walivyokuwa wanafikiria. Sisi kama wauguzi hatulali unapokuwa na mteja ambaye umempa huduma na hajaridhika nayo. Inasononesha mioyo yetu sana na hatui na furaha hata kidogo. Kwa hiyo nimpe pole na wauguzi wengine ambao wameguswa pia na tukio hili na walikuwa wanatamani kujua ni kitu gani kinachoendelea. Ni kweli kwamba Neema, mtoto ambaye alimpeleka kwa Gloria ambaye ndiye muuguzi aliyetoa huduma, mtoto aliyempeleka kwa Neema ndiye alikuwa mtoto wake, pamoja na kwamba baada ya muda yule mtoto alipoteza maisha. Malalamiko makubwa yalikuwa ni kuanzia kwa wauguzi, kwa maana ya kwamba kwanza kwenye tagi mtoto hakuwa na tagi, lakini kingine inaelezwa kwamba vitenge vilibadilishwa pia. Walipotoka wamesema kwamba hawakubaliani na majibu na huenda yakawa yamepikwa. Hilo unasemaje? Hilo siwezi kulisemea kwa sababu kama tulivyosema kwamba chama cha wauguzi Tanzania ni chama cha kitaaluma
tunafanya shughuli zote kwa kuzingatia taaluma zetu, na so far uuguzi ni science. Kwa hiyo sisi tunakubali kwenye majibu ya sayansi ambayo yametolewa. Hakufanya makosa yoyote yule Glory? Gloria, sisi kama chama tumeanza shughuli yetu leo na bado tunaendelea kufuatilia jambo hili. Kwa hiyo hatujafika mwisho.